Kama hiki kinachoelezwa tetesi kwamba Yanga wako mbioni kumsajili mchezaji kimataifa kutoka Angola, Laurindo Maria Aurelio almaarufu kama Depo, basi unachoweza kusema tu ni kwamba Yanga management yake, benchi la ufundi, akili mingi sana, ndio watakuwa wamefanya jambo kubwa, jambo la msingi la kuwafanya waimarike zaidi katika eneo la ushambuliaji, jambo ambalo hakika linaweza kuwaongezea nasibu ya kupata matokeo chanya, matokeo mazuri dhidi ya mechi zilizobaki katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao la B watakapocheza Januari dhidi ya Al Ahly nyumbani na ugenini, lakini pia kuna mechi dhidi ya JS Kabylie ya Algeria itakayochezwa nyumbani, halafu kuna mechi ya ugenini dhidi ya FAR Rabat ya kule nchini Morocco. Ni kwa sababu huyu Depo, kijana mwenye umri wa miaka 25, kwa sababu alizaliwa Januari 8 mwaka 2000, lakini mwenye urefu wa kutosha. Huyu ni striker, urefu wake ni futi 6 na inchi 1, lakini guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Huyu ni mshambuliaji ambaye ana kasi sana, urefu wake humfanya anufaike pia katika kugombania mipira ya juu na kufunga. Kwa sababu nyingine, kwa nini tunasema Yanga wakifanikiwa usajili wa mchezaji huyu wakati wa dirisha dogo Januari ataongeza nguvu ya Yanga katika kushambulia kwa kiasi kikubwa? Kwanza ni mchezaji ambaye kocha Pedro Gonçalves anamfahamu vizuri. Ameshakuwa naye katika timu ya taifa ya Ureno na kumtumia mara kadhaa, ikiwamo kwenye michuano ya Kosafa hivi karibuni, ambayo huyu Depo alikuwa ndiye mfungaji bora na ndiye mchezaji bora wa michuano, katika michuano ambayo Angola walicheza mechi 5 na kutoa ubingwa, huku yeye akifunga mabao 8 katika mechi 5, na ndipo akawa mchezaji bora na mfungaji bora Depo. Hivi sasa Depo anacheza katika klabu ya Radomiak Radom inayoshiriki katika ligi kuu ya Poland, ligi namba 12 kwa ubora barani Ulaya. Yeye akiwa miongoni mwa washambuliaji wa klabu hiyo inayofundishwa na kocha Mateusz Stolarski. Sasa huyu Depo hivi sasa katika msimu unaoendelea 2025-2026 kwenye ligi kuu ya Poland, kocha wake Mateusz Stolarski amemtumia katika mechi 9. Yes, dakika 191 kati ya mechi 18 ambazo timu yake imeshacheza, yeye amecheza mechi hizo. Ni kwa sababu mechi nyingine kwa kiasi kikubwa mwalimu Mateusz Stolarski amekuwa akiwatumia zaidi kwenye nafasi ya ushambuliaji wachezaji kama Paredes, mshambuliaji wa kimataifa kutoka Brazil, lakini pia mchezaji mwingine ambaye hupishana nafasi ni Rafael Woski ambaye ni mchezaji wa kimataifa wa Poland. Ni kwa sababu kocha Mateusz mfumo wake huwa ni baada ya golikipa anakuwa analiziwa 4 viungo ile ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yeye hucheza zaidi kama mshambuliaji kinara, ambapo hupishana nafasi na Paredes Brazil, lakini katika hao watatu yeye hutokea eneo la kati hapa, na hivyo hupishana na Rafael Woski katika kuania nafasi. Matokeo yake amecheza hizo mechi 9, dakika 191 amepiga mashuti 9, 3 amelenga shabaha, mabao amefunga bao 1 mpaka sasa katika msimu unaoendelea. Kwa sababu hiyo ushawishi wa Yanga na hasa kupitia kocha wake Pedro Gonçalves ndio ambayo inaleta matumaini kwamba Yanga wakimhitaji mchezaji huyu, na kwa kuwa Yanga wanao msuli wa kifedha wa kuweza kupata wachezaji kutoka katika Ulaya Mashariki kule Poland, inaleta matumaini kwamba Yanga wanaweza kumpata mchezaji huyu na kumleta nchini ili awatumikie. Nani atakayempisha ndani ya kikosi cha Yanga miongoni mwa nyota 12 wa kimataifa kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu Tanzania bara? Ni wao Yanga ndio wanaofahamu. Lakini kimsingi akijiunga na Yanga hiyo Januari, shughuli itakuwa nzito kwa wapinzani wa Yanga kwenye michuano mbalimbali, ikiwamo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB na michuano mingine mbalimbali. Ni kwa sababu yeye Yanga mfumo huu ndio hutumia, lakini wakati mwingine hutumia mfumo baada ya golikipa ni viungo 3, washambuliaji 3. Mfumo huu hutumiwa sana na kocha Pedro, ingawa tangu atue Yanga amekuwa akitumia zaidi mfumo wa baada ya golikipa walizi 4, viungo wawili ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Katika timu yake ya taifa ya Angola, wakati akifundisha kabla ya kujiunga na Yanga, Depo huwa katika hao 3 akitokea eneo la katikati kama central striker, huku washambuliaji wengine 3 kuungana na yeye pale mbele, yani wawili wengine, mmoja wa kutoka kulia na mwingine kushoto, huwa
wakati mwingine huwa ni pamoja na Randy Nteka. Huyu Randy Nteka ni miongoni mwa wale ambao hucheza nao pamoja. Randy Nteka, mchezaji wa kimataifa wa Angola, anayetumikia Rayo Vallecano inayoshiriki ligi kuu ya Hispania, La Liga. Lakini pia hushirikiana na Nzola Mbala. Lakini hushirikiana nao katika kucheza na kupishana nafasi ni pamoja na Melson pamoja na Manuel. Hapa nazungumzia timu ya taifa ya Angola. Sasa katika michuano ya Kosafa hivi karibuni tu aling'ara sana, kama nilivyotoka kueleza awali, na kuwa mchezaji bora. Ni kwa sababu ya kufunga kwake mabao 8 katika mechi 5. Mechi ya kwanza kwenye kundi lao, maana kulikuwa na makundi matatu kwenye Kosafa, ambapo wale wanaofanikiwa wanakwenda moja kwa moja tu nusu finali na kisha finali, jumla mechi 5. Mechi ya kwanza alifunga bao 1, mechi ya pili akapiga hat-trick, alafu mechi ya tatu hakufunga. Mechi ya nusu finali akapiga goli 2, halafu finali akapiga tena goli 2 na kuiwezesha Angola kutoa ubingwa. Katika nusu finali walishinda 3-0 dhidi ya Afrika Kusini. Yeye aliwatesa sana walinzi wa Afrika Kusini akifunga mabao 2. Bao lake la kwanza linaashiria kile ambacho bila shaka Yanga watahitaji sana kutoka kwake. Alifunga bao zuri la kichwa kutokana na mpira wa kutenga. Lakini kuna bao lingine alionyesha uwezo wake wa kuibia nafasi. Kama pocha alinasa mpira ambao haukuwa na dalili yoyote kwamba Angola ongeza kufunga. Lakini kwa uwezo wake mkubwa wa kunusa nafasi na kuzitumia, akaweka mpira wavuni na kuiwezesha Angola kwenda finali kwa ushindi wa mabao 3-0. Ni kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kuruka mipira ya juu na kushinda kwa vichwa, lakini pia kunusa nafasi na kasi ni miongoni mwa sifa alizonazo. Yote haya yanaweza kuisaidia Yanga katika maeneo mawili makuu, ambayo ndio maana nikasema Yanga wakifanikisha usajili wake, basi ni uthibitisho juu ya akili mingi sana katika benchi la ufundi na management yao chini ya rais wao Engineer Hersi Said, makamu wake Arafat Haji, CEO Mtine. Ni kwa sababu gani? Yanga miongoni mwa changamoto alizonazo hivi sasa, ingawa wanafanya vizuri katika ligi ya mabingwa barani Afrika wakiwa wamecheza mechi 2 kwenye kundi lao la B, wao ni miongoni mwa wanaongoza wakiwa na pointi 4 sawa na Al Ahly, lakini wakizidiwa tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Yanga wamefunga bao 1, hawajaruhusu bao. Al Ahly wamefunga mabao 5, wameruhusu mabao 2. Hivyo Al Ahly wako juu kwa sababu hiyo ya tofauti ya mabao. Sasa kwenye mechi 2, ya kwanza walishinda 1-0 dhidi ya FAR Rabat, tunafahamu vizuri, kwenye uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Halafu ya pili kule Algeria dhidi ya JS Kabylie, wakacheza kibabe sana, wakapata suluhu, mechi ambayo malengo yalikuwa ni pamoja na kutopoteza ama kushinda. Kutopoteza maana yake kupata walau sare na kuambulia pointi 1 muhimu ya mechi ya ugenini. Yanga wakafanikiwa. Sasa kwenye mechi hizi 2, miongoni mwa mambo hasi ambayo wanahitaji kuyafanyia kazi ili kujiimarisha zaidi ni pamoja na namna ya kutumia cross, kuzipiga na kuzitumia. Wapigaji wa crosses ndani ya Yanga wapo, na kwa mfumo wao watumia zaidi mabeki wake wa pembeni. Tunazungumzia Ezra Patrick Mwenda, tunazungumzia Mohamed Hussein Shabalala, tunazungumzia Kibwana Shomari, tunazungumzia Shadrack Saka Boka. Sasa Yanga kwenye mechi 2 hizi washapiga crossi 28, lakini zilizomkuta mtu kwenye eneo lao ni crossi 6 tu. Ni kwa sababu Yanga si wazuri sana katika kupiga crosses, kushambulia kwa kupiga crosses. Yanga ni wazuri wa kupitisha mipira katikati. Yanga ni wazuri kwa anaenda kumaliza uwanja kwenye touchline, hupiga v passes. Sasa kuwa na mchezaji anaweza kutumia cross, manake Yanga wanajiongezea nasibu ya kufunga mabao kwa cross. Huyu Depu kama anatua ni mzuri sana kwa vichwa, na uthibitisho juu ya namna alivyofunga bao la kwanza wakati Angola akiwafunga Afrika Kusini mabao 3-0, mpira wa kichwa. Kwa hiyo cross na mipira ya kutenga. Lakini tatizo lingine ni mipira mirefu. Yanga wazuri sana kwa pasi ndefu, lakini matumizi yake yamekuwa ya shida, kwa sababu katika mechi hizi 2 ligi ya mabingwa, dakika 180 dhidi ya FAR Rabat na dhidi ya JS Kabylie, Yanga long passes wameshazipiga 85. Zilizofika ni pasi 36, lakini zilizotumiwa kwenda kushambulia moja kwa moja na kuwapa matokeo ni pasi moja tu iliyopigwa na Mudathir Abbas katika mechi dhidi ya FAR Rabat New Amaan Complex pale visiwani Zanzibar, ambapo Prince Mpumelo Dube alipokea vyema na kwenda kufunga. Hivyo zile pasi ndefu 36 zilizofika kati ya 85 ni moja tu imetumiwa vizuri na Dube na kuifanya Yanga ipate ushindi. Sasa akiwepo Depu, maana yake miongoni mwa mambo anaenda kuiongezea nguvu Yanga ni kucheza mipira ya juu pale mbele ya lango la wapinzani, lakini vile vile ni kwenye kucheza mipira ya kutenga, kwa sababu foul wanazipata Yanga, mipira ya cross inopigwa,
panahitaji mmaliziaji mzuri, na yeye anafanya kazi hiyo. Lakini pia kucheza mipira mirefu kulielekea lango la wapinzani. Yanga chini ya Pedro Gonçalves inashambulia sana, yani hawamiliki sana mpira, lakini wanapopata mipira huenda moja kwa moja, mipira ya wima. Ndio msingi mkuu wa kocha Pedro Gonçalves, tena kwa kasi. Huyu Depu ana kasi na ni mzuri kulielekea lango la wapinzani moja kwa moja. Kwa sababu hiyo ataongeza kitu. Swali ni kwamba je, tetesi hizi ni za kweli? Ikiwa hivyo, basi ni mchezaji muhimu sana kutoka Poland kutoa katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kuisaidia Yanga katika michuano mbalimbali ikiwemo ligi ya mabingwa barani Afrika. Hata pale timu yake inapopoteza mpira ni mzuri katika kuipigania. Kule Poland kwenye hizo mechi 9 dakika 191 amepoka mipira, tunasema ball recoveries, mara 4 kwa mafanikio. Anapoamua kudribble mipira hufanikiwa. Amedribble mpira mara 2 katika ligi kuu ya Poland, ligi namba 12 kwa ubora barani Ulaya, miongoni mwa ligi 55 barani Ulaya za UEFA. Amefanikiwa zote kwa 100%. Hakika ana mambo mengi mazuri. Labda changamoto pekee ni kwamba huwa hagusi sana mipira kutokana na nafasi anayocheza. Kwa ligi kuu ya Poland hizo dakika 191 amegusa mipira mara 27 tu. Lakini Yanga watakachohitaji ni uwezo wake wa kupachika mabao kama alioonyesha kwenye michuano ya Kosafa, mechi 5 bao 8. Hakika dili hii ikifanikiwa, Depu wakati wa Yanga, Pedro Gonçalves atakuwa na nguvu mno katika upangaji wa kikosi chake kwenye eneo la kushambulia, na hakika akiwa kwenye kiwango chake bora kama alichokionyesha kwenye michuano Kosafa, ni dhahiri kwamba wapinzani wa Yanga kuanzia Al Ahly ya Misri, ambayo yenyewe katika ligi kuu ya Misri mechi 12 kwenye ligi kuu yao wamefunga mabao 20, wameruhusu mabao 13 kutokana na tabia yao ya kuwa wanakuwa wengi zaidi kwenye nusu ya pili ya uwanja kwa wapinzani, huku wao wakiwaacha mabeki wao wakati wawili, Yasin Marei pamoja na Yasa Ibrahim. Matokeo yake hizo fursa kama uchezaji wa ule Al Ahly wanakutana na Yanga ambayo ina Depu, ni dhahiri kwamba Yanga itakuwa inajiongezea nasibu ya kuweza kuwadhuru Al Ahly na hivyo kujiongezea nguvu ya kuweza kupata matokeo chanya. Lakini kimsingi Depu akitua Yanga, wapinzani wake wajiandae kwa sababu yuko vizuri, na hasa akiendeleza kile kiwango alichokionyesha katika michuano Kosafa. Kasi, uwezo wa kufunga ndio mtaji wake mkubwa. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.